baada dili lake kufeli kujiunga na mojawapo ya klabu za Kariakoo, beki Kisiki wa klabu ya Coastal Union, lakini pia nahodha wa timu ya Under 20 Ngorongoro Heroes ya Tanzania, Lameck Elias Lawi, inaelezwa kuwa kuna uwezekano mkubwa tena akielekeza Kariakoo, lakini mara hii sio kule Msimbazi, anatarajiwa kujiunga katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Kwa tu katika dirisha kubwa la usajili, Lameck Lawi alikuwa mmoja wa wachezaji ambao walitambulishwa na klabu ya Simba, akiwa ni mchezaji wa kwanza kabisa kutambulishwa na klabu ya Simba, lakini mkutano wa watu wa usajili baina ya klabu ya Simba na klabu ya Coastal Union ndio ulipelekea Lameck Lawi kuendelea kusajili katika klabu ya Coastal Union. Walirejesha fedha ambazo Simba walikuwa wanadai kwamba tayari walishalipa kwa ajili ya usajili wa mchezaji huyo ama mlinzi huyo mchanga wa Coastal Union. Lakini Lameck Lawi tunakumbuka kwamba ilielezwa kuwa alikwenda kwenye majaribio katika moja ya klabu pale nchini Ubelgiji Gent, lakini kufanikiwa kufuzu majaribio yake na karibia nchini, na sasa bado ni mchezaji halali wa klabu ya Coastal Union. Na hii ni baada ya kamati ya maadili na usajili wa wachezaji kuridhia na kukubaliana na vilabu vyote viwili kwamba viketi mezani ili viweze kukubaliana kiundani kwamba mchezaji achezee klabu gani katika wakati huu. Lameck Lawi karejea kunako katika klabu ya Coastal Union na anaendelea mpaka sasa hivi, lakini kwa taarifa zilizokuja ni kwamba tayari klabu ya Yanga imepeleka ofa yake ya kwanza katika klabu hiyo ya Wanamangushi Coastal Union kwa ajili ya kuhitaji huduma ya Lameck Lawi, na hii inatokana na uhaba wa wachezaji wa eneo la kati ama walinzi wa kati ambao klabu ya Yanga inakabiliana nao, na hii ilionekana kubwa hasa katika mchezo dhidi ya United ambapo wao walifikia kwa magoli matatu kwa moja. Na kwa katika mchezo huo Yanga ilikuwa mabeki wa muhimu wa eneo la kati na Ibrahim Lamata Ahmadi ambaye yeye alikuwa anafikia Azam alikuwa vile vile Dickson Njoka, yeye alikuwa anafikia klabu ya Hadi Afrika kwa na mkabili. Na hivyo kwa mchezo ule ili Tabora United, Yanga ama kocha Gamondi alilazimika kutumia Bakari Nondo Mwanyeto ambaye kusaidia mlinzi kati, lakini anatumia Azizi Andambwile ambaye yeye kapiga kiungo wakati. Bahati mbaya Azizi Andambwile akapata majeraha mapema kabisa katika dakika za mapema za kuanza kwa mchezo huo, na hivyo kulazimu Miguel Gamondi afanye tactical substitution na kumuingiza Shuaboy akacheza eneo la katikati, lakini Khalid Aucho akarudishwa kama mlinzi wa kati, na hivyo ikaonekana kwamba udhaifu umekuwa mkubwa katika eneo la katikati. Kwa uongozi wa klabu ya Yanga baada ya kugundua hilo, wameona ni lazima wao waweze kuongeza mchezaji mwingine katika eneo hilo, na jina ambalo liko mezani mwa viongozi wa klabu ya Yanga ni jina la Lameck Elias Lawi, ambaye huyu ameiwezesha timu ya taifa ya Under 20 chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes kuweza kufuzu katika michuano ya AFCON kwa vijana. Kwa hiyo mchezaji Lameck Lawi ananyemelewa kiundani kabisa na klabu ya Yanga, na pengine tukamuona Kariakoo baada ya dirisha dogo la usajili kukamilika. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ni Rinyo Update TV. Tunaendelea kukujuza kwa undani zaidi mambo kadha wa kadha ambayo yanajiri katika soka, lakini pia hata katika zile hard news.